Moja ya kivutio ambacho kinaifanya Pugu iwe unique au Pugu iwe ina utofauti au peke yake kutokana na huu mti ambao tunao hapa mbele. Huu mti unaitwa Millettia puguensis kwa jina la kisayansi, lakini kwa Kiswahili tunaita mpugu pugu. Ni moja kati ya climber species au tunasema ni miti ambayo ina tabia ya kupanda kwenye miti mingine. Lakini mti huu hapa ni moja kati ya mti unapatikana ndani ya hifadhi ya Pugu pekee duniani. Yaani simaanishi Tanzania, ni pekee duniani. Kwa hiyo hata kwenye nchi za karibu au nchi za mbali kutoka Tanzania huwezi ukaupata hii species ya Millettia puguensis. Na ndio sababu pia ya hifadhi kuitwa Pugu. Taifa la Tanzania ni moja ya mataifa ambayo kiukweli ukizungumzia ambayo yamebarikiwa katika vivutio vingi vya utalii hapa duniani, huwezi kuacha kulitaja taifa hili la Tanzania. Kuna mbuga kama Serengeti, Mikumi, Nyerere na mbuga nyingine nyingi, mlima Kilimanjaro, lakini Zanzibar pia. Ni maeneo ambayo unaweza ukafika na ukajionea utalii. Lakini kwa siku ya hii leo mimi na timu yangu tumekufikisha katika msitu asilia wa Pugu Kazimzumbwi kuweza kujionea fursa zilizopo katika msitu huu wa Pugu Kazimzumbwi, utalii wa misitu asilia ukoje na fursa zilizopo katika eneo hili. Karibu sana wewe mtazamaji wetu, mimi ni Innocent John, tuongozane kwa pamoja kwenda kufahamu yaliyo mengi katika msitu huu asilia wa Pugu Kazimzumbwi, ambao pia katika masuala mazima ya mabadiliko ya tabia ya nchi unasaidia na kwa kiwango kikubwa. Na mengine mengi twende tukajionee na tukayafahamu kutoka kwa wataalamu wetu ambao wanaenda kutupokea na kututembeza katika msitu huu. Kwa kwa wewe Mtanzania ambao ungependa kufika hapa, basi uweze kufahamu yaliyo mengi katika uhifadhi huu wa misitu asilia, hasa leo hii tunapozungumzia Pugu Kazimzumbwi. Karibu sana. Kwa majina naitwa Luciana Tesha kutoka msitu wa mazingira asilia ya Pugu Kazimzumbwi. Napenda kuwakaribisha ndani ya msitu wa mazingira asilia ya Pugu Kazimzumbwi, kwani kwa mtalii anapokuja Pugu Kazimzumbwi anapata fursa ya kujionea vitu mbalimbali ambavyo vinapatikana ndani ya msitu wetu. Kuna kivutio cha bwawa, kuna bwawa linaitwa bwawa la Minaki, ambapo mtalii akija atapata muda wa kufanya shughuli kama shughuli ya kupiga makasia. Pia kuna shughuli nyingine inaitwa mchezo wa kuvua samaki, sport fishing. Pia kivutio kingine, tuna kivutio cha mlima ambapo mtalii akija atafanya mazoezi au hiking kwenda kuona viewpoint ya Dar es Salaam viewpoint. Ni sehemu pekee ambayo ipo ndani ya jiji la Dar es Salaam ambapo anaweza kaona jiji la Dar es Salaam kwa 90%. Pia kivutio kingine ambacho kipo ndani ya msitu wetu, tuna aina nyingi za miti ambapo aina 2 za miti zinapatikana ndani ya msitu wetu wa mazingira asilia ya Pugu Kazimzumbwi pekee. Kuna mti ambao unaitwa mti wa mpugu pugu ambao umebeba asili ya neno pugu. Pia tuna mti ambao unaitwa mti wa mnaki ambao umebeba asili ya neno minaki. Pia kivutio kingine, tuna aina 300 za ndege ambapo aina moja inapatikana Pugu 2. Pia tuna aina 2 za mapango. Tuna pango la asili na pango ambalo tunasema ni man-made. Pango la asili linatumika kwa ajili ya kufanyia matambiko, linaitwa pango la mzimu wa Mavoga. Kwa hiyo kwa wale wenzetu ambao bado wanaamini kwenye hizo imani, wanapata fursa ya kuja kufanya ibada. Na pia tuna pango la popo ambalo hilo ni man-made. Pango hilo lina popo wengi. Kwa wale kuna watu wengine ambao hawajui popo. Kwa hiyo wakija ndani ya msitu wa mazingira asilia ya Pugu Kazimzumbwi wanapata fursa ya kuona popo. Kwani popo ni mnyama ambaye kuanzia mchana hadi jioni, kuanzia asubuhi hadi jioni anakuwa amelala, usiku ndo anakuwa active. Ukifika hapa, moja ya utalii ambao utaufanya ni kupiga makasia ukiwa ndani ya bwawa hili la Kazimzumbwi. Na
Tukamsikilize shughuli za uongoza utalii zilizopo hapa zinafanyikaje na taratibu zake zikoje. Eliud Johnson yeye atatueleza shughuli za uongozaji utalii katika hifadhi hii ya msitu wa Kazimzumbwi, namna ambavyo zinafanyika, ili unapotoka huko na kukuja kutembelea hapa uweze kufahamu namna ambavyo huduma za uongozaji utalii zilizopo katika eneo hili ni vya viwango kwa namna gani. Huduma tunazozitoa ndani ya hifadhi ya Pugu kama waongoza watalii ni kuhakikisha mgeni anayekuja ndani ya hifadhi ya Pugu Kazimzumbwi ameridhika na huduma anayoipata. Lakini vile vile huduma moja hapo ambayo tunatoa ndani ya hifadhi ya Pugu ni kuongoza watalii, ni kuwaonyesha njia zinazopatikana ndani ya hifadhi kwa wale ambao wanapenzi wa hiking, wa kupanda vilima na kwenda kutembelea baadhi ya maeneo. Tunawaongoza watalii ambao ni professional kwenye hizo swala za hiking, lakini vile vile kama muongoza watalii nilie base kwenye swala la ndege, tunafanya utalii wa kutazama au wa kuangalia ndege ndani ya hifadhi ya Pugu Kazimzumbwi. Kwa hiyo wageni wanaokuja ambao wanahitaji kuangalia ndege, tunamaanisha bird watching, wanaweza kaona baadhi ya species za ndege ambazo zinapatikana ndani ya hifadhi ya Pugu. Moja ya species ya ndege ambazo zinapatikana ndani ya hifadhi ya Pugu, tuna Four-colored bush shrike, lakini pia tuna East Coast ya Kalati, ni ndege ambao wanapatikana ndani ya hifadhi ya Pugu. Na vile vile kama waongoza watalii ndani ya hifadhi ya Pugu Kazimzumbwi, tuna make sure usalama wa mtalii kwa 100%, kwamba mtalii atapoingia atakuwa salama kwa 100% na mpaka pale anapotoka ndani ya hifadhi ya Pugu. Ni experience kubwa sana. Yes, of course, yani kwa mtu ambaye unafanya mazoezi ni utalii moja mzuri sana, kwa sababu inakufanya mwili uwe mwepesi. Ni sehemu ya mazoezi. Kupandisha huu mlima kama alivyosema afisa utalii ni kilomita ngapi? 1.3. 1.3 kufika kileleni kule ambako tunaelekea, na hapa ni sehemu tu ya kwanza ya kupumzika ukiwa umeshatoka kule chini. Tupo kwenye kilele cha mlima wa Pugu. Kilele hiki kinaitwa Msolo Peak au kilele cha Msolo. So ni sehemu moja hapo ambayo ni pendwa ndani ya hifadhi ya msitu wa Pugu Kazimzumbwi, lakini ni sehemu ambayo unaweza kuona jiji la Dar es Salaam kama tunavyoona nyuma yetu. Ni sehemu ambayo unaweza kuona jiji la Dar es Salaam kwa 90% hadi 100%. Ina depend na hali ya hewa ya siku hiyo. Lakini vile vile ni sehemu pia ya mazoezi kwa watalii wengi ambao wanapenda kufanya mazoezi, wanaopenda kuona kuja kuangalia kilele au kuangalia view ya Dar es Salaam, mji wa Dar es Salaam kwa wakati wa mchana wa asubuhi kama inavyoonekana hivi. Ni sehemu nzuri sana ya kuitembelea. Kwa hiyo tunawakaribisha watalii wetu kwenye hifadhi ya Pugu Kazimzumbwi. Tunawakaribisha wageni wote wanahitaji kutembelea, baba, mama, watoto, ndugu, jamaa na marafiki, wapenzi, waje kuangalia uzuri wa Pugu Kazimzumbwi. Baraka Mtewa ni mhifadhi misitu katika wilaya hii ya Kisarawe, naye anatueleza namna ambavyo utalii katika hifadhi hii ya Kazimzumbwi ambavyo umeendelea kupiga hatua. Hii ni kwa pamoja na serikali inavyoendelea kuweka mikakati iliyo bora katika kuhakikisha kila mtu anafahamu yaliyomo katika taifa hili la Tanzania. Na sasa yeye anatufahamisha namna ambavyo mwanzoni watalii walivyokuwa wanaingia katika msitu huu wa hifadhi ya Kazimzumbwi, lakini kwa sasa hivi mambo yakoje. Yuko hapa Baraka Mtewa, yeye ambaye anatufahamisha kwa namna gani ambavyo kwa sasa hivi utalii katika hifadhi hii ya Kazimzumbwi unaendelea kukua kwa kasi. 2018-19 tunaanza utalii, tuliweza kwa mwaka mzima kupata watalii 533 kwa mwaka mzima, ambapo serikali iliweza kupitia hao wageni ilipata shilingi milioni 2 kama na 400 tu kwa mwaka mzima. Lakini kadiri siku zinavyozidi kwenda, idadi ya watu wanaotembelea katika msitu inazidi kuongezeka, lakini pia mapato yanazidi kuongezeka. Ukichukulia kwa mwaka wa fedha ambao umeisha wa 24-25, tumeweza kusanya zaidi ya milioni 252 kupitia shughuli za utalii katika msitu wa Pugu Kazimzumbwi, na tuliweza kupokea wageni zaidi ya 26,000 ambao wameweza kutembea. Kwa ukiangalia kutoka kwenye 533 mpaka 26,000 na zaidi, tayari unakuta kwamba hali ni nzuri na zinazidi kukua siku hadi siku. Na cha kufurahisha zaidi, katika hao watu 26,000 walio wengi hapo ni watalii wa ndani, ni wa Tanzania au ni watu wa Afrika Mashariki. Kwa maana yake ni kwamba sasa hivi mwamko
wa watu kutembelea maeneo ya hifadhi umeongezeka. Of course viwango hivi vya tozo za kuingia katika msitu huu vimegawanyika katika makundi matatu. Kwa maana ya watoto, watu wazima, lakini pia wageni ambao wanatokea nje ya nchi. Kwa mtoto wa chini ya miaka 18, yeye analipia shilingi 2,000 kiingilio kuingia katika msitu huu wa mazingira asilia Pugu Kazimzumbwi. Na mtu mzima ambaye amevuka miaka 18 analipia shilingi 5,000 peke yake. Na kwa mgeni wa nje yeye analipia shilingi 20,000, ni kama 25,000 kwa sababu ni $10 kiingilio. Lakini sasa sababu sasa hivi hatutozi kwa dola, tunatoza kwa shilingi, kwa ni around 25,000 na hapo ndio mtu anaweza kalipia. Kwa ni gharama rafiki, si gharama za kumfanya mtu akashindwa kutembelea katika hili eneo. Je, katika swala zima la miundombinu ambayo ndio imekuwa chachu hasa katika swala zima la watalii kufika katika eneo hili la uhifadhi wa msitu asilia Kazimzumbwi, swala la miundombinu lipoje ili kuendelea kumvutia mtalii anapokuja aweze kupata shauku tena ya kurejea? Miundombinu yetu ni rafiki na tumeendelea kuboresha siku hadi siku kuhakikisha kwamba tuna uwezo kuwahudumia watu wa aina zote, awe ni mlemavu lakini pia awe ni mtu mwenye viungo vyake vyote vya mwili. Kwa hiyo tumeendelea kuboresha mazingira. Awali tulikuwa na changamoto ya maeneo ya kupumzika wageni. Yaani ilikuwa ni mtu akiingia ataishia kutembea, hana sehemu ya kukaa akapumzika. Kama umepata nafasi ya kuzunguka sasa hivi kuna mabanda makubwa ambayo tunayajenga. Hayo yote ni kwa ajili ya kutumia tu wageni wetu wapate sehemu nzuri ya kukaa, na tutafunga wifi, watu wanakaa wanaendelea kuperuzi mtandaoni wakiwa ndani ya msitu wetu wa mazingira asilia wa Pugu Kazimzumbwi. Kwa hiyo miundombinu yetu ni rafiki na tumeendelea kuboresha zaidi. Ukiangalia kuna barabara tunaitengeneza sasa hivi ina urefu wa kilomita 12, ipo ndani ya msitu huu wa Pugu Kazimzumbwi. Barabara hii tumeitengeneza mahususi kwa ajili ya mashindano ya baskeli, ya pikipiki, ya gari, lakini pia kufanya marathon katika msitu wetu wa Pugu Kazimzumbwi. Tunataka tuepukane na watu kufanya marathon barabarani, ambapo wanakuwa katika mazingira hatarishi zaidi ya kuweza kugongwa na magari na pikipiki. Kwa unaweza kukimbia ndani ya msitu kwa sababu ile barabara ina kilomita 12, unaweza kwenda kilomita 12 ukarudi kilomita 12. Kwa kilomita 24 unakimbia ndani ya msitu. Hukutani na gari, hukutani na pikipiki, hukutani na baskeli. Kwa unakuwa upo salama zaidi. Kwa miundombinu yetu ni rafiki na bado serikali inaendelea kuboresha hii miundombinu ili iweze kuendelea kutoa huduma zake vizuri, ili watu au mtu yeyote asipate changamoto ya aina yoyote. Moja ya vitu ambavyo vinawavutia watu wengi kufika katika vivutio vya utalii ni kuona namna gani ambavyo sekta ya uwekezaji ilivyokita katika hizo hifadhi. Je, katika eneo hili la hifadhi ya msitu asilia hapa Pugu Kazimzumbwi likoje? Hapa Baraka Mtewa, mhifadhi kutoka wilaya ya Kisarawe, bado anatueleza namna ambavyo wanaendelea kukaribisha wawekezaji kuja kuwekeza katika eneo hili ili liendelee kuwa bora na shirikishi na kuwavutia wawekezaji ama watalii wengi kuja kufika na kutembelea katika hifadhi hii. Tumeendelea kufungua fursa za uwekezaji. Msitu huu ni mkubwa, una zaidi ya hekta 8,965. Msitu huu unaweza ku accommodate au kuweza kubeba vitu vingi sana. Hasa sasa hivi mikakati tulionayo ni kutafuta wawekezaji zaidi. Tupate uwekezaji upande wa zoo, mtu ambaye anaweza kuja kufuga wanyama ndani ya msitu huu, ili tuepukane na mambo ya kwenda Kigamboni, si Mbwewe, tuje ndani ya msitu wa mazingira asilia Pugu Kazimzumbwi. Kwa hiyo mikakati ni kuvuta wawekezaji waje wakague maeneo, tuwape maeneo ya kuwekeza, tuwape vitu gani ambazo wanawekeza. Mfano sasa hivi huduma ya malazi katika msitu huu ndio ambao tumeipa kipaumbele zaidi. Watu wanatoka huko, anatoka Nyerere National Park, anahitaji kwa flight, anatoka nje ya nchi. Kwa anahitaji aende mjini, akalale kule. Wakati kule kuna makelele mengi, lakini tukiwa na huduma za malazi zilizo bora ndani katika msitu huu, maana yake wale watu hawataenda kule. Watalala hapa, baada hapo atatembea hizo kilomita 14, tayari amepanda ndege yake, ameendelea na nini? Na safari. Serikali imekuwa ikipambana kuhakikisha kwamba inatenganisha kati ya hifadhi na shughuli nyingine za kibinadamu ili kuepusha migogoro mingi ambayo inajitokeza kati ya uhifadhi na shughuli za kibinadamu. Sasa jamii inayozunguka hifadhi hii ya msitu asilia wa Kazimzumbwi inashirikishwaje, na wahifadhi wa eneo hili wanatoa elimu gani juu ya uwepo wa msitu huu na umuhimu wake kwa jamii, na wanajamii wanashiriki vipi katika swala zima la kuutunza msitu huu wa Kazimzumbwi ili uendelee kuwa kivutio kesho, kizazi cha sasa na kile kinachokuja?
Jamii inatambua kwamba Pugu Kazimzumbwi ni eneo la hifadhi na ni mali ya serikali. Jamii inatambua, na tumeendelea kushirikisha hizi jamii ambazo zinazunguka maeneo haya ili sasa tuweze kuukinga msitu huu dhidi ya majanga ya moto, lakini pia tuukinge msitu huu dhidi ya uvamizi wa aina yote ile, ikiwemo ile ya kuchoma mkaa au kukata kuni au kufanya ujenzi. Kwa hiyo tumekuwa tukishirikiana na viongozi wa maeneo husika wanaozunguka hivi huu msitu, kwa sababu msitu huu umezungukwa zaidi ya mitaa, yaani umezungukwa na mitaa 16. Kwa hiyo tumekuwa tukishirikiana na viongozi wa maeneo haya, kwa sababu wao wana kamati pia za mazingira na maliasili. Kwa hiyo tumekuwa tukishirikiana nao ili sasa kila mtu kwenye ukanda wake anapoona kuna uharibifu aweze kuchukua hatua pasipo kutegemea TFS atoke Kisarawe aweze kwenda Nzasa kwa ajili ya kuchukua hatua. Kwa hiyo kuna kamati za mazingira ambazo zinazunguka haya maeneo. Lakini sisi pia kama serikali tumekuwa tukichukua jitihada mbalimbali, ikiwemo kufanya doria kila wakati katika msitu huu. Doria za miguu, lakini pia doria za magari. Tumekuwa tukizunguka kwenye msitu huu kuona hali ya msitu ipo. Lakini ukiachana na hilo, tunakuwa na mifumo ya satellite. Tunaweza kudetect moto ndani ya msitu huu. Yani pale moshi unapoanza tu, satellite zinatoa taarifa kwamba okay, kuna moshi sehemu fulani, na kutumia message kwenye simu. Kwa hiyo tayari inakupa hadi coordinates kwamba ni wapi kuna tukio la nini, la moto. Kwa hiyo tukienda tunawahi mapema sana kwenda kukabili ule moto ili msitu huu uweze kuendelea kuwa kijani na uweze kuendelea kutoa huduma zake za kiikolojia. Nikataka kufahamu sasa mikakati walionayo wahifadhi katika eneo hili katika kuendeleza na kukuza utalii katika hifadhi hii ya msitu asilia wa Kazimzumbwi ni ipi, ili kuhakikisha basi hatua zinaendelea kupigwa, hatua zilizopo kwa sasa zinaendelea kwenda mbele ili kuendelea kukuza utalii katika eneo hili la msitu huu asilia wa Kazimzumbwi. Baraka Mtewa anaendelea kutufahamisha mikakati waliokuwa nayo katika kukuza utalii katika eneo hili. Mikakati yetu kama serikali ni kuhakikisha kwanza tunaendelea kutoa huduma bora kwa wageni wetu ili tuweze, yani mtu akija asije akakosa kurudi tena akaenda moja kwa moja. Kwa hiyo mkakati wa kwanza kama serikali ni kuendelea kutoa huduma bora kwa wageni wetu ambao wanapata nafasi ya kutembelea katika msitu huu. Mkakati wa pili ambao tulionao ni kuendelea kuboresha miundombinu ambayo inaweza kaendelea kutoa huduma na ikaendelea kuvuta watu wengi zaidi. Mfano sasa hivi tumeshatoa kibali cha mtu kuja kuweka zipline. Ya mtu unakuwa unatembea ndani ya cable kutokea upande mmoja kwenda upande mwingine. Kwa kupitia uwepo wa hii zipline au hii cable, maana yake tayari itazidi kuvuta watu wengi kuja kutembelea katika maeneo haya. Kwanza kabisa, msitu wa mazingira asilia Pugu Kazimzumbwi ni msitu ambao unafikika kwa mtu aina yeyote. Uwe na unatoka nje au unatoka ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Nimesema awali kutoka Dar es Salaam Posta ni kilomita 20. Kwa ukijaribu kuangalia kilomita 20 ni pafupi sana. Kutoka airport ni kilomita 14. Kwa yani ni eneo ambalo linafikika. Na msitu huu kama nilivyosema awali ni msitu wenye mazingira mazuri, mazingira tulivu. Tunatoa huduma ya malazi, tunatoa huduma ya kupiga picha, tuna utalii wa ndege, kufanya bird watching. Kwa watu ambao wanaopenda kuangalia popo tuna mapango ya popo. Lakini wanaopenda kufanya uvuvi tuna bwawa kubwa, unaweza kuvua samaki ukapiga naye picha. Lakini unayependa kupiga makasia, mazingira yetu ni mazuri. Tuna restaurant ndani ya hifadhi hii, unaweza kupata chakula ndani ya msitu huu. Uwapo ndani ya msitu huu hautakuwa bored kwa namna yoyote ile. Mazingira yetu ni rafiki, ukitaka vinywaji vinapatikana, ukitaka chakula unaweka order, chakula kinapatikana. Kwa hiyo niwakaribishe sana wageni wote wa ndani na nje ya Tanzania kuweza kutembelea msitu wetu wa mazingira asilia wa Pugu Kazimzumbwi. Karibuni sana. Ni hatimaye tunakamilisha safari yetu ndani ya msitu asilia wa Kazimzumbwi hapa Pugu. Tumejionea namna ambavyo fursa zilizopo katika msitu huu, lakini vivutio vilivyopo ndani ya msitu huu. Tumezungumza na waongoza watalii, afisa utalii, lakini mkuu wa hifadhi wenyewe ambaye ametueleza namna ambavyo watu wanapaswa kukaribia katika hifadhi hii ya msitu asilia wa Kazimzumbwi. Tukiwa tunaangalia kabisa katika makala yetu hii utalii wa misitu asilia ya iliyopo hapa nchini Tanzania, na leo tumeangazia msitu wa Kazimzumbwi ambao uko katika wilaya ya Kisarawe, mkoa wa Pwani. Ni mengi ambayo tumejifunza. Ni kwako wewe Mtanzania ambaye unapenda kupeleka utalii mbali na utalii wa taifa hili la Tanzania,
Unakaribishwa sana katika kufanya utalii katika msitu huu asilia wa Kazimzumbwi. Kuna mengi ambayo utayapata kama ambavyo wataalamu waliopo katika msitu huu wameweza kukuelezea. Ni sehemu nzuri sana kwa ndugu jamaa na marafiki. Ukiwa na familia unakaribishwa kuja kufanya utalii hapa katika msitu huu wa Kazimzumbwi. Kwa niaba ya wote ambao tumesafiri pamoja mwanzo mpaka tamati katika kuangazia utalii huu wa misitu, jina langu ni Innocent John. Asante sana kwa Joseph Peter. Asante pia kwa Michael Ali ambao amehakikisha kila kitu kimekwenda vizuri katika kukuletea chote ambacho tumekuletea ndani ya hifadhi ya msitu asilia wa Kazimzumbwi. Na kuaga kwa sasa, tuendelee kuvitangaza vivutio vyetu vilivyopo hapa nchini Tanzania. Tutangaze vya kwetu ndo vina thamani zaidi kuliko vya wengine. Wengine wakija tu hapa wajue hapa kuna nini. Na mimi leo nimekuletea kilichopo ndani ya hifadhi ya msitu asilia wa Kazimzumbwi. Asante na uwe na wakati mwema.